Na mambo vipi mpenzi wa Tubone Media, karibu tena, na leo tunaangalia sintofahamu inayoendelea kwenye ndani ya klabu ya Simba Sport Club, ambapo Simba Sport Club leo hii wamearifu kutaka kuachana na kocha wao ambaye ni meneja mpya Pantevu leo hii baada ya kupoteza mchezo wa Liga Mabingwa na Petro di Luanda ya Angola, ambapo Simba wamepoteza kwa idadi ya goli 1-0. Sasa kitu ambacho make sense na make headline kwenye mitandao ya kijamii ni mfumo ambao ameingia nao meneja mpya wa Simba, na huyo ndiye kocha mpya wa Simba ambaye ni Pantevu. Sasa kama unataka ujue nini kimejiri, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video, na kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe familia yetu na uwe mtu wa kwanza kupata video kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda kuzungumzia kitu ambacho make headline kwenye mitandao ya kijamii, ni baada ya kocha kuingia na mfumo ambao watu wengi sana hawajauelewa, mashabiki wa Simba hawajaelewa, lakini pamoja hata na wachezaji wa Simba wenyewe hawakuelewa, kwani kocha Pantevu ambaye ni meneja mpya wa Simba ameamua kuanza na viungo 6. Ameamua kuanza na viungo 6 ambao mfumo hujawahi kutokea Simba Sport Club, ambapo washambuliaji wote watatu wa Simba wamekaa benchi. Na katika mechi hiyo alianza na viungo kama vile Kante, Kamara, Morris Abrahamu ambaye ni attacking midfielder. Hapo namzungumzia Neo Mahema ambaye naye ni midfielder, lakini kiungo mwingine ni Mutale, lakini kiungo mwingine ni Mpanzu. Na hiyo imezua utata baada ya kuto kuanzisha striker yoyote yule ndani ya kikosi cha Simba, ambapo tunajua Simba mwaka jana waliingia sokoni kutafuta striker, maana walikuwa wanasumbuka mtu wa kusimama pale juu, lakini walisajili washambuliaji hatari sana, kwa mfano akiwemo Jonathan Soa kutoka Singida Black Star, Selemani Mwalimu ambaye alimtoa Wydad na Dese Mukwala, lakini wote hawa hakupata nafasi ya kuanza. Na sasa huo utata umezua, lakini watu wamekuja na comment nyingi, na moja kati ya comment ambayo imekuja nao ni mchambuzi mmoja wa soka ameandika na kusema, una Mwalimu, Soa na Mukwala, alafu hao wote unawaacha benchi, unatengeneza face namba 9 kwenye michuano mikubwa. Hii ndio hasara ya kutumia makocha wadogo kwenye michuano mikubwa. Unataka kujaribu kila kitu. Simba wakiendelea kumlea huyu kocha, hili kundi wataburuza mkia kama masiala. Na kwa matokeo haya, hesabu zinaanza kuwakataa mapema. Ili wafanye na wawe na uhakika wa kufuzu hatua ya robo finali, kwanza wanahitaji kushinda michezo yote ya nyumbani, halafu washinde michezo mmoja wa ugenini. Watamfunga nani ugenini? Akimalizia na kuuliza, je, au Experience de Tunisia au Melieni na au nyingine ni Petro de Luanda? Na akamalizia na kusema, kwa kundi hili linavyoonekana Simba shughuli yao imeishia hapa. Na huyo ni moja kati ya mchambuzi ambao wamekuja na lawama nyingi sana kwa kocha Pantevu baada ya kuanzisha kile kikosi. Na ndani sasa ya kikosi, ndani ya klabu ya Simba imeripotiwa kwamba wapo mbioni kuachana na kocha huyo, kwa sababu wameangalia mbinu zake kwamba kocha hana mbinu, kwani kwenye mchezo mmoja ameanzisha viungo 6. Na kitu kingine cha kushangaza ni kwamba ana washambuliaji hatari. Unapomzungumzia Jonathan Soa ni mshambuliaji hatari, Selemani Mwalimu ni mshambuliaji hatari, Dese Mukwala ni mshambuliaji hatari, lakini wote hawa hawakupata nafasi ya kucheza, na hivyo basi Simba wakapoteza mchezo kwa goli 1-0 dhidi ya Petro de Luanda ya Angola. Na hii ni kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa. Sasa je, Simba itafikia hatua gani? So kama wewe ni mpenzi wa Simba Sport Club, wewe umeonaje baada ya kuona leo mechi ya Simba wakipoteza goli 1 nyumbani kwa Mkapa? Je, wewe umeonaje mfumo wa mwalimu ambao ameanza nao? Je, Simba Sport Club wapo tayari wapo sahihi kutaka kuachana na kocha wao ambaye ni meneja wao Pantevu? Je, wewe unaonaje? Hakikisha umeacha comment yako hapo chini, nitasoma kila comment. Na kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe. Na hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.